Karibu tena rafiki katika siku ya leo, na leo ni mwendelezo katika somo lililopita ambalo lilikuwa lina kichwa cha somo kinachosema Waadventista wa Sabato si wa Kristo, na leo ni sehemu ya pili. Ile ilikuwa ni sehemu ya kwanza, leo ni sehemu ya pili tunapokwenda kumalizia ili jamii ya Wakristo itambue ya kwamba Waadventista wa Sabato ni Wakristo halisi ambao pia nao wanamsubiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Viko vipengele vichache ambavyo leo tutakwenda kuvimalizia kuhusiana na kile ambacho baadhi ya watumishi wamekuwa wakihubiri na kufundisha katika mitandao ya kijamii na kuwaeleza watu kwamba Waadventista wa Sabato si wa Kristo. Moja kati ya vipengele hivyo walikuwa wamebezi sana kwa habari ya Sabato, na ndio maana hata wakati naanza kufundisha katika somo la kwanza nilikuwa nimebezi katika habari ya sheria, lakini nikiigusa Sabato. Na lawama kubwa inayowajia Waadventista wa Sabato ni kulifundisha au kufundisha kupitia Agano la Kale, lakini sidhani kama mafungu niliyoyatoa yalikuwa yamebezi tu katika Agano la Kale. Yako maandiko mengi ambayo yanaigusa Sabato, yanawatambulisha Waadventista wa Sabato kama Wakristo, yanayopatikana katika Agano Jipya ambalo Kristo Yesu mwenyewe alikuja nalo. Waadventista wa Sabato ni watu gani? Tutakwenda kujifunza leo, lakini hii ni sehemu ya pili ya kile ambacho tumejifunza katika kipindi kilichopita, kwamba Waadventista wa Sabato si wa Kristo. Hili ni dai linalotoka kwa baadhi ya walimu. Kabla tujaingia katika somo la leo, tuombe. Asante Yesu kwa sababu unajua kufunua siri zote. Tufundishe masaa haya kwa jina lako Yesu Kristo, amina. Waadventista wa Sabato ni Wakristo walioamua kumsubiri au ambao wameamua kumsubiri Kristo arejee mara ya pili, wakizishika na kuzifundisha amri takatifu za Mungu, ikiwa ni moja kati ya njia zinazowafanya kuwa watakatifu. Mungu aliwahi kuambia wana wa Israeli ya kwamba katika amri zangu mtakapoyafuata maagizo yangu, mimi nitakuwa Mungu wenu, na kwa sababu mimi ni Mungu wenu, mimi ni mtakatifu, basi kupitia sheria hizi basi mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu ni mtakatifu. Nafikiri changamoto iko hapa kwamba hatuwezi kuenenda katika miili hii na akili hizi, hatuwezi kutembea sawasawa na zile sheria. Lakini nilizungumza katika kipindi kilichopita ya kwamba Roho Mtakatifu tunayemdai wa Kristo kwamba tunaye, yeye pekee ndiye anayetubidisha kutembea sawasawa na sheria ya Mungu. Wakati fulani niliwahi kusema katika vipindi vingi vilivyopita ya kwamba Wakristo wa leo ukimwambia kwamba kufanya uasherati ni sawa, atakwambia hapana. Ukimwambia kufanya wizi ni sawa, atakwambia hapana. Kuwa na miungu mingine tofauti na Mungu wa mbinguni ni sawa, atakwambia hapana. Lakini ukigusa habari ya Sabato anakwambia hiyo ilishagongelewa pale msalabani, kwa hiyo imeshafutika. Nafikiri ndio changamoto ilipo. Lakini kwa Adventista wa Sabato, wao wanaamini ya kwamba ni kweli kwa kutumia akili zetu na nguvu zetu kuzishika sheria haiwezekani kabisa, na hakuna mtu yeyote atakayekwenda mbinguni kwa kushika sheria kwa akili yake na kwa mwili wake na kwa nguvu zake jinsi alivyo. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu watu wote wanaweza kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, wakifunikwa na ile neema ambayo Yesu Kristo alileta pale msalabani. Yesu anazungumza habari ya Sabato katika kitabu kile cha Marko sura ya 2 na mstari wa 27. Biblia inasema hivi: ikiwa wewe ni Mkristo kweli kweli ambaye unamfuata Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, isikilize hii, kitabu cha Marko sura ya 2 na mstari ule 27. Akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Mtumishi aliyekuwa akidai ya kwamba Waadventista wa Sabato si wa Kristo alisema sheria ikiwemo Sabato waliletewa Wayahudi peke yao, lakini yeye Kristo mwenyewe ambaye ndiye chanzo cha Ukristo anasema hivi: Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Yaani Mungu aliileta Sabato kwa wanadamu wote, hajasema kwa Waisraeli. Amesema
Sabato ilifanyika au ililetwa au iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Alichokuwa anakimaanisha hapa ni kwamba Sabato ilionekana kuwa mzigo kwa Wayahudi, na sasa kiasi kwamba hata yale mambo ya msingi ambayo yalikuwa yanagusa utakatifu halisi wa ile Sabato walikuwa wakiyapuuza. Kuponya wagonjwa, kutenda mambo matakatifu, mambo mema siku ya Sabato ndicho ambacho Kristo alikuwa anakihitaji wanadamu wafanye. Sabato si mzigo, lakini Sabato Mungu ameileta. Ukifuatilia utakuja kugundua kuna mambo mengi sana yanayogusa maisha ya watu kama wataamua kuitunza na kushika Sabato. Kuna mambo ya kiafya. Biblia inahitaji watu wenye afya njema. Hauwezi ukapata afya kama utapata muda wa kupumzika. Utaniambia kwamba naweza nikapumzika siku yoyote. Ni kweli, na unaweza ukawa na afya njema tu, lakini katika habari ya maandiko na utii, Mungu amesema ya kwamba uikumbuke siku ya Sabato. Na Isaya tulisoma katika kipindi kilichopita ya kwamba katika kitabu kile cha Isaya sura ya 66 mstari wa 23, Mungu anataja habari ya kuabudu katika siku ya Sabato. Kwa hiyo Mungu ametoa maelekezo ya kwamba katika siku ya Sabato tunapaswa kufanya ibada. Na katika kipengele kingine ambacho mtumishi amedai, anasema anahitaji kujua utofauti uliopo kati ya siku ya Sabato Jumamosi na siku zingine zote. Tofauti iko katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 3. Biblia inasema hivi: Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo tofauti kati ya Jumamosi na siku zingine zozote ni kwa sababu Mungu alitia baraka, aliibariki siku hii, akaifanyia utakaso, akaifanya kuwa safi. Mambo ya kiroho unapoyapeleka katika hali ya mwili unaweza ukachanganya kidogo. Mtu anaona kwamba yaani, kwa nini nikipeleka ibada yangu siku ya Jumatano haitapokelewa? Narudia tena, Mungu anapaswa kuabudiwa, lakini kwa habari ya utii, Mungu ameiweka siku ya Sabato kama siku maalum ambayo tunaweza tukafanya ibada pasipo kujishughulisha na shughuli zetu binafsi. Siku zingine tutafanya ibada na tutarudisha akili zetu katika mambo yetu, katika kufanya kazi, katika kujiingizia kipato. Lakini siku ya Sabato Mungu anatuhitaji tukae katika miguu yake tukimsifu na kumwabudu peke yake. Si siku ya kuwaza mambo yanayoifurahisha mioyo yetu. Kwa hiyo Mungu ametutaka kufanya hivyo. Na utofauti uliopo katika siku hizi, kwamba tofauti uliopo kati ya siku ya Sabato Jumamosi na siku zingine ni kwamba Mungu alibariki na kuitakasa. Waadventista wa Sabato hawaabudu siku. Waadventista wa Sabato wanaabudu Mungu wa mbinguni, Jehova, ambaye ndiye mwanzilishi wa Sabato. Tulitoka kusoma katika kipindi kilichopita ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana wa Sabato, na yamezuka mambo mengine ya kudai kwamba Yesu Kristo pekee ndiye Sabato. Biblia inasema Yesu Kristo ni Bwana wa Sabato. Anapotaja habari ya Bwana, Bwana ni mmiliki, kwamba yeye ndiye anayemiliki Sabato, yeye ndiye aliyeleta Sabato kwa wanadamu. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kuishika Sabato, si kwa sababu ya akili ya mwanadamu fulani, ya mtu fulani, hapana. Ni kile ambacho kimeandikwa katika maandiko matakatifu. Waadventista wa Sabato hawaabudu siku, ila wanaabudu katika siku ambayo Mungu ameelekeza wao waabudu. Swali lingine mtumishi aliyehoji anasema, je, Mungu naye alikuwa anafanya ibada siku hii ya Jumamosi kwa sababu ametoa hiyo amri ili na sisi tufanye? Mungu haabudu, ila Mungu anaabudiwa. Yeye peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa. Sasa anayeabudiwa amesema, lete ibada yako katika siku hii, na siku hii hupaswi kufanya kazi yoyote, hupaswi kujishughulisha na shughuli yoyote isipokuwa ni ibada kwangu peke yake. Alafu wewe unasema nitaileta ibada yangu siku nyingine tofauti. Mungu anapenda tuwe watii.
Kwa kifupi, Waadventista wa Sabato ni Wakristo ambao wanamsubiri Yesu arudi mara ya pili, huku wakimhitaji Roho Mtakatifu awaongoze kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Hatuwezi kuyaona isipokuwa katika sheria zake takatifu. Jambo la msingi la kuzingatia liko hivi: Mungu alizileta amri 10 ili ziwe kiongozi cha kutuongoza tuelewe utaratibu wa serikali ya Mungu. Kwa sababu ya dhambi, bongo za wanadamu zikawa zimefubaa, uwezo wa kufikiri ukawa umepungua. Mungu akazifanya zile amri kuwa 2, anaposema amri mpya nawapa, mpendane ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda. Ikawa ni upendo. Na ukizitazama amri 10, nilishawahi kusema wakati fulani kwamba amri ya kwanza mpaka ya 4 inagusa uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu, na amri ya 5 mpaka inagusa uhusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzie. Huo ndio upendo, na Paulo alishasema katika kitabu cha Warumi kwamba upendo ndio unaoitimiza sheria. Mungu akubariki sana rafiki. Waadventista wa Sabato ni Wakristo halisi wanaomsubiri Kristo, huku wakimwomba Roho Mtakatifu awasaidie kutembea sawasawa na mapenzi yake kupitia sheria takatifu za Mungu. Karibu tena katika kipindi kinachofuata. Mimi naitwa Nelson Korimba. Asante.